Asante na nikukaribishe tena kwa mara nyingine. Wakati huu mzuri sana. Inawezekana bado unaendelea na tunasema likizo ya sikukuu, wengine wakiendelea na sikukuu. Sikukuu bwana ni jinsi mwenyewe unavyoitengeneza. Wengine wana sikukuu mwezi mzima, wengine wana sikukuu siku mbili, wengine wana sikukuu kadri wewe mwenyewe mfuko wako utaka kuweka. Kama uko likizo sawa, lakini kama ndo upo katika kujiandaa katika kuanza maisha inawezekana mapya au mengineo kwa mwaka mwingine, basi karibu sana. Hii ni Sema Kweli bwana. Na sisi mara nyingi hapa tunazungumza kile ambacho wewe Mtanzania unaweza ukapata elimu ama ufafanuzi kuhusiana na jambo fulani ambalo vile vile kwa faida yako binafsi edha kwa nchi kwa ujumla wake. Naitwa Salumu Mkambala, ndio mtozi wako leo na ndio nitakuwa pamoja na yote mtangazaji wa kipindi hiki. Karibu sana. Nasema Kweli hii ya leo, wakati umeondokea wakati nzuri sana. Uende kama umepumzika pia. Haya, na leo cha msingi kabisa tutakuwa tunaangazia masuala muhimu ya wewe Mtanzania peke yako ama kwa jumla kwa kundi, ama tuseme kwa yule pia mstaafu. Tunapata elimu ya uwekezaji jamani, na elimu ya fursa mbalimbali za kujiajiri na wewe mwenyewe kutengeneza uchumi wako binafsi wa kifedha ili kuondoa inawezekana malalamiko. Unajua watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Si unajua hilo? Sasa sisi tunawapa maarifa haya ili tusilete malalamiko na tusilaumiane wakati mwingine, kwa sababu taarifa utaipata hapa na elimu utaipata hapa. Tunaangazia namna gani wewe utatumia fursa ya uwekezaji na ukajiajiri, ukatoa ajira, ukatengeneza fedha. Sasa basi leo kimsingi mada ambayo tutaiangazia ni mchango wa taasisi yetu ya UTT AMIS kuboresha maisha ya Watanzania. Unajua maisha yanaboreshaje au mpaka sasa imekuwaje? Hii ni taasisi kimsingi ni ya serikali ambayo ipo chini ya Wizara ya Fedha na ipo kwa muda mrefu tu. Inawezekana taifa ulikuwa hujui na ukakosa faida nyingi. Watu wengi wanaona hapa vijana wakikaa vijiweni wanajiita wawekezaji, lakini wana uwekezaji wao kwa kubashiri. Sasa uwekezaji, usikilize uwekezaji ni nini. Hiyo ni unacheza bahati nasibu au gambling. Sasa karibu pamoja na wote katika kuchakata mada hii. Nimebahatika kuwa na Bwana Daudi Mbaga ambaye yeye ni mkurugenzi wa masoko na mawasiliano katika taasisi yetu ya UTT AMIS. Karibu sana Bwana Daudi Mbaga. Na kwa upande hapa na wadada, maana unajua ukipata na wadada ndio inaleta hamasa zaidi. Watu wanaenda kwenye vikoba na wakati huu ndio wanavunja vikoba, wengine wanaanzisha vikoba. Basi tutajua hapa namna gani ili uweze kuweka vikoba vile vilivyoenda shule, vikoba digitali, vikoba vilivyosoma. Ndio maana mimi naitaka siku zote wasomi hai. Sasa wapo hapa wadada ambaye ni naye Amida Ali, mwekezaji. Karibu sana mwekezaji. Na ndio tutajua tafsiri ya uwekezaji. Sasa. Kumbe kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Mimi nilikuwa sikujua hii. Kabisa. Basi utatuelewesha uwekezaji ni nini na kwa nini ni mwekezaji. Lakini vile vile naye dada mrembo hapa Bi Samira Muhajir. Yeye afisa masoko UTT AMIS. Ni kwa niaba ya vijana sasa. Kuna wimbi kubwa vijana wanataka ajira. Sasa kijana mwenzenu yupo hapa, atatuambia namna gani basi fursa hizo wanazipata vijana wote wa Tanzania katika mfuko wetu huu ambao uko chini ya serikali hii ambayo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha kwamba maisha yanakuwa laini, yanapata grace, yanakuwa mepesi kabisa bila wasiwasi wowote. Karibu sana. Na labda kwa kwanza Bwana Daudi Mbaga, unajua kuna mwingine anaweza UTT AMIS anaweza sitambue ni nini. Wengine wanajua bali hii ni taasisi ya kifedha, lakini ni benki au ni nini? Labda kwa faida tu wanatutazama, tufungulie hapa, utuambie UTT AMIS ni nini na majukumu yake kimsingi kwa ajili ya Watanzania. Mwingine anajua ni mfuko wa serikali. Sawa, lakini kwa ajili ya watu wa serikali, kwa ajili ya watumishi wa umma. Kumbe
La hasha. Karibu sana Bwana Daunbag. Asante sana ndugu mtangazaji, rafiki yangu wa siku nyingi Salum Kambala. Mimi na timu ambayo tumekuja nayo hapa tuna furaha sana kuja hapa kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kwa wananchi au kuweza kubadilishana, maana wakati mwingine miongoni mwao wako ambao wanajua zaidi yetu. Tunasema tunabadilishana mawazo. Lakini tu nizungumze kitu kimoja kwamba UTT AMIS, ili neno UTT zamani tulikuwa tunasema Unity Trust of Tanzania, au kwa Kiswahili tunasema dhamana ya uwekezaji Tanzania. Lakini mida inavyokwenda tukaongeza neno AMIS na ile neno Unity Trust of Tanzania tukaamua kuachana nalo, kwa hiyo ikabakia tu UTT. Lakini tuongeza AMIS kwa maana ya kwamba Asset Management and Investor Services. Maana yake hii ni usimamizi tunasema zaidi ni fedha au wa mali za wawekezaji na usimamizi na huduma wa fedha kwa wawekezaji. Kwa hivyo hii hapa ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha na ni taasisi ambayo ilianzishwa na serikali kuanzia mwaka 2003. Madhumuni makubwa yakiwa wakati ule kuweza kuwaleta wananchi wengi kwenye sekta rasmi za mifumo ya kifedha. Nafikiri tukubaliana kwamba miaka ya 20 na kitu watu wengi walikuwa wanaweka hela sangine kabatini au sangine shambani au sangine benki, na hata benki hata wao wakati mwingine walikuwa wanapata shida kidogo, wanataka zile savings ziwe nyingi. Maana ndio biashara kwamba kusanya tu saving afu wakishapata savings zile wakopeshe, wapeleke kwenye miradi mbalimbali wapate faida, na hivyo ndio uchumi za nchi mbalimbali zinavyokuwa. Kwa hivyo serikali ikaona sasa itaweza vipi kuwaleta watu kwenye mifumo ambayo ni rasmi. Benki zipo, pengine na taasisi nyingine 2-3 zipo. Kwa hivyo wakaangalia sehemu nyingine duniani wakakuta kwamba kuna kitu kinaitwa uwekezaji wa pamoja. Kwa lugha za wenzetu wanaita collective investment, au wengine wana kidogo karibu na collective investment wanaita mutual fund. Tukapata uwekezaji wa pamoja na ndio ikaanza sasa, ambapo sasa hivi ni UTT AMIS, wakati ule ikiwa tu UTT, yani Unity Trust of Tanzania. Kwa hivyo na serikali ilijaribu kuangalia kitu gani kikubwa. Serikali ilijaribu kuangalia vipato vya wananchi. Wakagundua kwamba wananchi wengi vipato vyao ni vya chini. Kama miaka ile siwezi kuleta tafsiri moja kwa moja kwamba ilikuwa ni dola ngapi kwa mwezi au kwa siku, lakini ilikuwa ni chini sana. Kwa hivyo na hawa watu wako kwenye mifumo rahisi. Kwa hiyo utafanyaje? Kwa hiyo utatafutia kitu ambacho ni rahisi kwanza kufanya. Kwa mfano kuamua kuwa mwekezaji UTT ni rahisi. Ndani ya nusu saa tu, tena inaweza kwa nyingi, kwa simu yako unaweza kufungua account ukaanza kuwekeza. Kwa wakati ule ilikuwa ni process kidogo, utajaza form na vitu kama vile. Hata sasa hivi form zipo lakini zinakuja baadaye, lakini kwa kifupi kwamba kwa urahisi kabisa unaweza kufungua account ndani ya muda mfupi. Alafu pia ikakuwezesha wewe kuanza kuwekeza kwa kipato ambacho ni cha chini sana. Tuchukulie mathalan kama 10,000, ambapo 10,000 tunasema kwamba kwa siku hizi si hela nyingi. Kwa 2003 pengine ilikuwa nyingi kidogo. Lakini bado Watanzania wengi wangeweza kuipata ukitofautisha na mifumo mingine ya uwekaji au ya uwekezaji wa pesa, zaidi uwekezaji wa pesa, ambapo mara nyingi unakuta viwango vinaanzia juu. Kwa hiyo ikasema kwanza turahisishe. Na hiyo 10,000 unaanzia ndio kila kitu. Unaanzia 10,000 kwa mifuko ndio kila kitu. Kwa mifuko ile ya mwanzo ingekuwa mfuko wa kwanza ambao ulikuwa Umoja, ingekuwa Wekeza Maisha, ingekuwa Watoto, ingekuwa tuseme hata Jikimu. Kuanzia 10,000 unaanza nayo, lakini una kiasi cha juu zaidi unaruhusiwa. Kwa maana hiyo hii tofauti na benki, kwa maana lazima ufungue account kwa kiasi fulani. Asilimia kubwa 20,000 inaendelea. 20,000 kwenda. Kwa hiyo ikawa ni rahisi zaidi. Sasa hii hamna kufungua hela ya kufungua account ya. Tunasema vipande 10, ambapo kwa wakati kama 10,000. Sasa hivi kidogo vipande vimepanda, lakini bado kwa 10,000 mtu ukianza, isipokuwa kuanzia mwaka 2019 2013 kwanza tulianza mfuko wa liquid fund, ambao ni mfuko pendwa sana. Huu anaanza na laki. Kwa hiyo unajikusanya kidogo unakuwa na laki. Lakini sasa uone kwenye kuendelea unaendelea kuanzia 10,000. Kwa hiyo ukishafungua account ukaanza laki umeweka ile. Umefungua account umeweka laki 1. Na ukishafungua account leo laki unaweza kuweka hata kesho au kesho kutwa. Tuseme ndani ya wiki umeweka laki. Baada ya hapo unataka sasa kuendelea kuwekeza kuanzia 10,000. Kwa hiyo unapokuwa na hela tu kwa mwezi kwa siku 10,000 wakati wote tunapotaka kuanzia 10,000. Sawa. Ukipenda kwa mwezi sawa, ukipenda kwa mwaka sawa. Lakini unapotaka kuongeza cha maana kwamba umefungua account, umeanza na laki kwenye mfuko
kwenye mfuko wa liquid liquid fund sawa, ambao tunaita ukwasi. Umeanza na laki, ukwasi umeanza na laki, ulianza 2013 ukwasi umeanza na laki. Sasa unavyoendelea unaendelea na 10,000. Kwa hiyo una 10,000 una 15, ile bado ipo 10,000 ipo kuanzia 10,000. Kwa hiyo una 10,000, 15, 20, 25 unaendelea nayo. Lakini pia 2019 ikaja mfuko wa bondi au utasema mfuko wa hati fungani. Wenyewe tukasema anza na 50,000. Ukianza na 50,000 endelea na 5,500. Kwa hiyo hii yote ni dhana nzima ya serikali ya kuleta hiyo tunasema financial inclusion. Kwamba mwenye kipato cha chini, kipato cha kati, kipato cha juu wakutane kwenye sekta rasmi, na huko ndipo wenzetu wanapowekeza, kwa sababu hizi pesa zikishazikusanya zinakwenda kwenye dhamana na amana kwenye masoko ya mitaji, kwenye masoko ya fedha. Kinachopatikana kwenye mifuko hii, mifuko ni ya watu ya uwekezaji, sio ya serikali, lakini inasimamiwa na kampuni ya serikali ambayo hii kampuni sasa ndio UTT AMIS. Yaani nyinyi ni kampuni mnasimamia zile fedha tu za umma za watu mbalimbali, ambapo sekta binafsi, mtu yoyote, mtumishi wa umma, yeye alijasiriamali, nani, mtu mmoja, vikundi, mataasisi, hata wakati mwingine institutions za serikali au taasisi za serikali. Kwenye vikundi kwa maana hata vikoba, hata kikoba kitaweka kikipenda, AMCOS itaweka, wewe na wajomba zako, shangazi zako, marafiki zako mkaungana kikundi, mnaweza mkaweka. Nguvu ya umoja. Sawa. Labda tusaidie mwekezaji, Bi Hamida. Kwa nini mwekezaji? Mimi ni mwekezaji. Zamani dhana ya uwekezaji ilikuwa kwa wageni, wakitoka huko wakija huku kuwekeza tunasema ni wawekezaji. Lakini sasa hivi kupitia taasisi yangu pendwa ya UTT AMIS, mimi pia nimepata nafasi ya kuitwa mwekezaji. Na uwekezaji wangu mimi ninaufanya mara tatu. Kwanza kabisa ninaweka kwa ajili ya mtoto wangu, kwa ajili ya kumwandalia ada na maisha mazuri hapo baadaye, kwa sababu tunasema sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa ya ajira, lakini pia mfumo wetu unavyoenda sasa hivi ni umebezi zaidi kwenye kujiajiri rather than kuajiliwa. Kwa hiyo mimi nilichofanya, mtoto wangu alivyozaliwa, sasa hivi ana umri wa miaka 3. Alivyozaliwa kuna zile fedha za ofisini, mimi ni mwajiriwa lakini pia ni mfanya biashara. Kuna zile fedha za ofisini nikapata kama milioni 3 na kitu. Nikasema sasa hii naenda kumnunulia mtoto wangu pikipiki. Nilipoenda kununua pikipiki nikamfungulia mtoto wangu akaunti ya watoto fund ambao kianzio ni shilingi 10,000 peke yake. Hiyo iko UTT AMIS, ni moja ya mifuko yao, ni mfuko mzuri sana ambao hata mtoto amezaliwa sasa hizi unaweza kuanza kumwekea. Kwa hiyo kuanzia shilingi 10,000. Kwa hiyo mimi ile ya pikipiki sitaki kuigusa. Nimempa tu ile bodaboda account number ya watoto fund. Kwa hiyo kila siku anaweka shilingi 10,000 kule. Kwa mwezi mtoto wangu anawekewa zaidi ya 1,300,000 kupitia ile bodaboda Kwa hiyo kwa mwezi mimi ninamwekezea 1,300,000. UTT faida zao sio chini ya 10% kwa mwezi. Kwa hiyo 1,300,000 ikiwa inaniletea faida ya wastani wa 12% kwa mwezi, kwa maana mtoto wangu mpaka anafikisha umri wa miaka 10 mbele ana zaidi ya milioni 70 na kitu, 69.5, kwa sababu the good things hawa majamaa wameenda digital zaidi, wana ile calculator yao UTT AMIS calculator. Kwa hiyo unaweza ukaweka pale, kwa maana nikimwekea mtoto wangu kiasi fulani cha fedha, baada ya muda fulani atakuwa na atakuwa na fedha kiasi gani. Kwa hiyo my dream mtoto wangu asipate shida hapo baadaye kwenye swala la masomo, kwa sababu kama milioni 70, yani 100 kasoro, ana uwezo hata kwenda kusoma nje akaishi vizuri. Kwa hiyo mtoto wangu mimi atajisomesha mwenyewe, mimi tena sina stress naye. Kwa bodaboda tu ile ambayo kwa ile bodaboda ambaye analetea kila siku shilingi 10,000. Kwa hiyo mimi ni mwekezaji, mtoto wangu mwekezaji kupitia mimi. Lakini pia uwekezaji wa kwangu mimi mwenyewe binafsi, mimi ni mwajiliwa. Na sasa hivi nina miaka 30. Kwa hiyo nimepiga hesabu mpaka na staafu itakuwa ni kama miaka 30 mbele. Kwa hiyo nimeweka standing order, kwa maana pesa yangu inayoingia kila mwezi iwe inakatwa. Nimeweka tu 200,000 kila mwezi iwe inakatwa, inaingizwa kwenye mfuko wangu wa UTT. Kwa mwajiri wako? Kwa mwajiriwa. Hiyo unaweza kuweka hata kwenye simu ya mkononi kupitia benki yako. Benki yoyote unaweka inakatwa moja kwa moja. Unaweka tu kwamba kila tarehe fulani pesa iwe inakatwa. Kwa hiyo ndio kitu tena leo nimekatwa leo asubuhi. Niliweka kila tarehe 23. Kwa hiyo inaingia kule. Ikiingia kule mimi nijipigie hesabu mpaka miaka 30 mbele na almost milioni 700 kasoro.
Kwa hiyo naweza nikacheza golf tena, sio kuwapa watu lawama kwamba mbona mnisaidii. Hapana, Simu nyingi za lawama, lakini watoto nitawapa lana. Yes, lakini the good thing, wewe lana utatoa baadaye. Nikawa nimewashawishi pia na marafiki zangu. Tuko almost watu 10, tukafungua kikundi chetu tunajiita Rich Dadas. Pia tunaweka hela huko. Hiyo kikundi cha Rich Dadas. Yes, tuko watu 10 tu. Kwa nini Rich Dadas? Wadada matajiri, yani tuna version kubwa, tuna plani kubwa. Mko 10 tu? Tuko 10, tarehe 27 pia tunasafiri. Tumeweka pesa almost sasa hizi kwa milioni 200 na kitu. Tunaenda kuenjoy kwa sababu hata kama unawekeza, unasema usiwekeze basi ikakuumiza. You need to make and to enjoy your investment. Kwa hiyo hii Disemba hii mambo tarehe 27 tunaona picha naombeni hizo. Au tuombe tu join. Wakati msiwi. Nakaribisha. Ni wewe tu. Mimi unanieleka kama vile nije kushuhudia. Uje upate ushuhuda. Yes, karibu na karibisha. Kwa kikundi chenu pia pamoja na uwekezaji mleka mnaweza mkapata hiyo fursa ya kuenjoy na vitu vingine. Tuna enjoy. Na mlikuwa mlikundi mmejiungaje? Kwenye mfuko kwenye hizo pesa zetu za kikundi tumeweka kuna mfuko mmoja unaitwa liquid fund au ukwasi. Huo una urahisi kwenye kutoa kwa sababu mkishakuwa watu wengi, lakini pia ni binadamu, kuna zile changamoto zinajitokeza. Unajua pia tunasema matatizo uoga yapigwe giodi. Yes, kwa hiyo mtu amepata changamoto, amefiwa, sisi kumpa ya pole milioni 5, milioni 10 ni kitu cha kawaida kwetu. Kwenye huo mfuko. Kwenye huo mfuko wetu. Yes. Rich Dadas inaitwa. Yes. Lakini mimi mwenyewe nimejifungulia mfuko wa kujikimu ambao una gharama ndogo za kwanza kuwekeza kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea, ila mimi nimeamua kuanza kuweka naweka hiyo kuanzia hiyo 200,000 na kuendelea. Na unaniruhusu kutoa pia. Ila mimi sihitaji kutoa kwa sasa hivi. Kwa sababu ni kwa malengo ya baadaye. Bado unaniona nina nguvu, ni kijana, kwa hiyo hiyo kwa ajili ya baadaye. Baadaye miaka 30 na milioni 700. Zaidi ya milioni 700 kwa sababu hawa pia wana kitu kinaitwa compound. Kwa hiyo faida inajiongeza zaidi. Kwa hiyo maana utapata milioni 700 baada ya miaka 30 ambayo wewe labda utakuwa umestaafu. Yes. Hiyo kinembongo sio cha mwajiri. Hiyo ni nimejitengezea pension mwenyewe. Kwa utakuwa na vinwa mgongo viwili. Pension mbili. Hilo jiwekea UTT na ya mwajiri wako. Na hiyo nyingine ya mwajiri wangu. Sasa utakuwa sio shida zangu. Kwa hesabu kamili tukifanya kwa mfano wake waliotoa 200,000 kwa miaka 30. Nilikuwa najaribu kufanya tumekalkulate nikagundua kwamba anakaribia milioni 900 huko akiwa ameweka milioni 20 kitu tu. Yes. Kwa sababu ya faida jumuishi. Hizo nimeweka, ila hizo 29 nimeweka, hizo zingine zimekuja kama faida. Kama faida. Ndio umefika milioni 900 sio 700 tena. Yaani 900 kwa hesabu za kawaida ambazo nimefanya. Kuna calculator ipo Google. Yeye atakuwa kuweka vizuri, yeye atakuwa ameweka milioni 73. Atakuwa ameweka milioni 73 akipata faida ya kama milioni 902, jumla ikiwa kama milioni 979 kwa 13%, tukiashunga sababu ni muda mrefu. Kwa maana kwamba asilimia inaweza ikacheza kwenye 13. Japo asilimia inaweza ikaenda juu ikaja chini. Kwa hiyo atakuwa ameweka kama milioni 73. Atakuwa ametengeneza kama jumla toto kama milioni kama nilivyosema 900. Anakaribia bilioni. Vinwa mgongo viwili. Umeolewa? Nimeolewa. Uko jole kufa mke wa pili. Na hiyo miela. Nimeolewa. Kwa sasa maana yake maana hapo umetuambia wewe mwekezaji. Kwa tafsiri ya uwekezaji kumbe sio kuwa na viwanda au kuja na miela mingi. Hapana. Kwanza kidogo kidogo. Si unaona nguvu ya shilingi 10,000 ya kila siku. Na hiyo unasema hiyo 200,000 kina mgongo inakuwa ni kwa mwezi? Mimi wananikata moja kwa moja kila mwezi. Kwa mwezi hiyo 200,000. Ndio unapata faida hiyo milioni ngapi tumepiga 900 ya. Bwana hongera sana. Asante. Lakini vijana nao wana mambo mengi na ukizungumzia vijana bwana utakuta tukelele nyingi anakuambia hakuna ajira, fursa za ajira labda sisi wawekezaji wanafanya betting huko vijiweni. Utasikia sisi wawekezaji bwana. Leo vipi mwekezaji unawekezaje? Ukiuliza sasa mwekezaji kumbe anafanya betting, yani ile gambling, wanabahatisha kwenye mipira na vitu vingine. Ndio imekuwa maarufu sana. Lakini kumbe fursa huku zipo. Sasa hebu tufafanulie. Maana yupo kijana mwenzenu hapa kwa niaba yake. Bi Samira, hebu tusaidie. Vijana wanawaambiaje fursa zilizopo UTT? Hebu tuambie. Tukipeleka uelekeo wetu kwa vijana wenzangu. Kwa kweli ningependa kuwasihi na kuwashauri, serikali imetuletea hii fursa ya kuwekeza.
ile dhana ya kwamba unataka kuwa mwekezaji lazima niwe na mapesa mengi. Hapana. UTT inakuletea nafasi ya kuanza kuwekeza ukiwa na shilingi 5,000, 10,000, 15,000, kiwango chochote kile. Na ile fursa ambayo serikali imetuletea, kwanza kabisa vijana inatutengenezea nidhamu ya kujiwekea akiba ya baadaye. Hujui baadaye hali itakuwaje. Kwa nini usianze sasa kwa kipato kile kidogo ambacho nilicho nacho nijiwekee kwa ajili ya maisha yangu ya baadaye, ili kuepukana na ule usumbufu wa kukopa mikopo, stress ya mikopo. Kwa nini? Unaanza leo na shilingi 10,000 unajiwekea. Lakini pili, muda. Vijana sasa hivi tuna miaka zaidi ya 20, 30, 40 mbele. Na uzuri wa UTT AMIS, faida zake huwa zinajicompound. Kwamba faida ya sasa itaenda kujicompound kwenye mtaji wangu, itaenda kupeleka faida ya mwezi unaofuata. Sawa sawa. Namna vile ambavyo unakuwa unajiwekea kidogo kidogo kwa ule muda ambao sisi vijana tunao ni muda mrefu na miaka 10, 20. Ukianza kuwekeza leo utajikuta mbeleni una kiasi kikubwa tu aidha ambacho unaweza kukifanya ni mtaji, kikaenda kikakukwamua kwa matumizi mengine ya baadaye. Lakini tatu, uwekezaji wewe kama kijana ukianza sasa inaenda kukulinda na ile mfumuko wa bei wa baadaye. Imetokea mfumuko wa bei kule mbele, lakini mimi nilianza kuwekeza, nina muda mrefu tayari na mtaji wangu mkubwa ambao ile pesa yangu itaenda kuendana na hali na thamani ya pesa ya muda wa baadaye pia. Sasa kwa nini nikabeti? Kwa nini nikaenda kwenye vikoba ambavyo nikausha damu? Wakati serikali imeniletea taasisi ambayo inaendeshwa na watu ambao ni wabobezi. Pesa yangu unaenda kuiweka, inaenda kuzaa faida, inaongezeka thamani kila baada ya muda, ikiwa salama bila stress yoyote. Whether una ujuzi juu ya masoko ya fedha au hauna ujuzi ule, mimi nakuwa tu najiwekea. Nina sehemu yangu naenda kuiwekeza na una uhakika ile sehemu itaenda kuniletea faida na thamani ya pesa yangu itaongezeka, na tayari na ile security na ulinzi wa matumizi yangu ya baadaye, whether ni mimi au na ile familia ambayo mbeleni nitaenda. Umezungumza hapa, nimeona kiwango cha shilingi 5,000. Ndio. Hiki kiwango cha 5,000 namna gani mtu anawekeza? Namna mfuko gani unaanzia? Bado tunaanzisha huyu anatusikiliza sasa, kumbe hata simu ya kitochi kubwa naweza kujiunga hapa nikaanza kuwa mwekezaji. Kabisa. Tusaidie 5,000. Kidogo kiwango cha chini. Ambapo hata yule sio bodaboda, hata yule muuza machungwa, mwenye genge, 5,000 nafikiri anaimudu hiyo. Hebu tusaidie hapa. Tuna mfuko unaitwa mfuko wa jikimu, kama unavyojiita kujikimu. Umempa fursa mpaka yule Mtanzania mwenye hali ya chini kabisa ambaye kianzio ni shilingi 5,000, sidhani kama inaweza ikamshinda mtu, lakini pia UTT inakupa fursa. Nikianza na ile shilingi 5,000 sasa hivi, mbele kipato changu kikaongezeka nikapata 15,000, nikapata 20,000 nyingine, bado nina uwezo kwenda kuiongeza pale. Kwa hiyo kadri ambavyo ninaanza na ninavyoongeza ndivyo ambavyo faida yangu inapoenda kuongezeka. Hapo hakuna kuika ile 20,000 ya account sio? Hapana. Hiyo 5,000 yako ndio ya kufungua account na ndio unawekeza hiyo. Ndio kianzio changu cha kwanza. Na baada ya mwezi ya hiyo 5,000 tena inaongezeka na ile faida ambayo inaenda kupatikana pale. Sasa kwa nini ufanye uingie kwenye vikoba au vile? Sababu vikoba haiongezeki unajua. Haiongezeki ndio. Au anayobeti yule, manake akibeti anaweza akaliwa au akakosa. Ile inaweza kapotea. Lakini huku itaongezeka. Na ipotei. Na ndio maana wasi sana vijana, kwa nini tuende tupeleke fedha zetu mahali ambapo sio salama, au unaweka fedha sehemu yako kwa haiongezeki thamani. Njoo UTT AMIS, wekeza na shilingi 5,000 yako, shilingi 10,000 inaongezeka thamani, japo ni kidogo kidogo, lakini kwa kuwa sisi bado tuna nguvu, muda tunao, wakati tunao, kwa nini usianze sasa? Kwa nini usitengeneze kesho yako? Ili baadaye kwa sababu hebu tusaidie. Kuna mfuko ambao kuna vijana wengi wana changamoto ya mahali hizi. Watu wanasema kenda kule hiyo mahali hiyo atuoe hiyo mahali hawana. Si ndio wengi wanaangalia sasa sisi tunaoaje mahali wanazotaka kama unanunua mtu. Si ndio? Hebu tusaidie sasa. Bi Samira, malengo haya. Kwa hiyo vijana kwenye kati ya mifuko ya UTT mtu anaweza kujiwekea malengo yake. Aidha ya masomo au ya kuoa kama hiyo. Whether ni kuoa au ni mtaji wa biashara, unaanza sasa unajiwekezea. Fedha yako imeongezeka, umeona umefika lengo, sasa acha nianze biashara yangu. Kwa mfano mfuko gani sasa? Hata huo kujikimu ni mzuri, lakini pia tuna mfuko unaitwa Liquid Ukwasi. Ni mfuko ambao unawekeza, lakini nawekeza nataka niwe na lengo la kupata mapato yangu ya mara kwa mara. Huu ni mfuko ambao unampa urahisi mtu wa kutoa fedha zake. Ni mfuko ambao mwekezaji. Unafanyaje sasa? Yaani kwa nataka mimi
niwekeze hapa baada ya miaka 10 nipate hela ya kufanyia biashara, kufungua biashara mtaji, au nipate fedha kama hiyo hata kuoa. Maana kuoa nao ni malengo. Kabisa. Sitaki mchango wa mtu, mimi nataka niwaalike watu kwenye harusi yetu ya harusi ya mtu. Unafanyaje kwa mtu anawekezaji? Sawa. Anatakiwa Israeli anazigusi au anafanyaje? Kwa baada ya miaka 10 anatakiwa asiziguse. Hebu tupe mfano wa malengo. Sawa, Mfuko wa sawa. malengo. Hamna mfuko wa malengo, lakini mtu anajiwekea lengo. Unajiwekea malengo. Ndio. Kwanza kabisa, namna ya kuwekeza, sisi tumeboresha huduma zetu. Tumeleta huduma mpya ambao mwekezaji hata ukiwa nyumbani unaweza kuingia kwenye website yetu, ukajisajili, ukapata account number na ukaanza kuwekeza. Sawa sawa. Na hata namna ya kuwekeza pia, unaweza ukawa na hela kwenye mtandao wako wa simu, ukaingia kwenye menu kama ni ya Tigo Pesa, M-Pesa, ukaweka ile account number yako, fedha yako ikaingia UTT AMIS. Na pia tuna application na receipt, tuna message inarudi na unaona. Pia tuna application yetu kwa wale ambao ninawekeza lakini nataka niwe nafuatilia, niwe naona michango yangu inavyoenda na namna faida ambazo zinapatikana pale, tuna hiyo huduma pia. Hiyo app inaitwaje hiyo? UTT AMIS. Ukiingia Play Store, ukiingia App Store, ukisearch UTT, application yetu itakuja pale. Ukiingia kwenye website pia utaingia tu www.uttamis.co.tz. Hao wenye vitochi? Hao wenye vitochi tuna USSD code. USSD yake iko. Nyota 150 nyota 82 reli. Nyota 150 nyota 82 reli. Huko ndo unapata zitakupeleka. Zitakuja options, namna kufungua account, kupata taarifa fupi, kuuza vipande, kununua vipande, kuwekeza. Vyote inakuelekea. Kwa hamna mtu aliyeachwa mwenye ana kitochi au ana smartphone. Kabisa. Simu janja. Utupe unataka mfuko wa malengo huo, muda gani ambao ni mzuri na kiasi gani ambacho labda kizuri unaweza kuweka kwenye malengo. Au tusaidie kwa mfano tukichukulia kwa haraka una malengo ya kuwa bilionea. Unataka uwe bilionea. Hasa milionea bali. Tuchukulie, mimi nataka nikupeleke. Tufike huko. Unataka uwe bilionea. Lakini ukijitazama wewe sio mbunifu. Lakini kwa mbunifu unaweza kucheza mpira kama Ronaldo, leo benki yako inaanza kupasuka. Kabisa. Kwanza sijapita kwenye academy au yani wewe tunasema na kipaji. Una kipaji. Na wala sio mbunifu kama hivi tunaongea hapa, watu wanatuona, wanatusikia. Sauti hizi zinapita wapi wala hatuwezi kuzishika. Zinafika mpaka masikioni mwao, zinafika vipi? Hatujui. Huyo mtu kabuni. Huyo anapata hela pia haraka sana. Sababu pia anakuwa na mahatimiliki na vitu kama vile. Lakini cha tatu, hujatoka familia tajiri. Ndio, asilimia kubwa kutoka familia za kawaida. Kama ukizaliwa familia nzuri, ina maana unakuta mahela yako pale. Unarithi. Hata ukiwa na tabia mbaya kama kampuni liko pale la wajomba baba yako, unaweza kulipa mshahara tu. Karibu hata milioni 50 kila mwezi. Na ufanye kazi yoyote. Mpaka unakufa. Ambapo hiyo milioni 50 kwa Tanzania mshahara huo uko juu. Ndio. Ya mtu mwingine ana bahati. Bahati ndugu yangu Mkambala kama wewe. Tunaweza kukutuma kwenda kusoma Uingereza. Ukutana na mtoto wa Bill Gates. Ukawa mke wa pili. Maisha yako lazima yatabadilika. Sababu huwezi kukubali kama ulivyo kwenye familia yake. Kabisa. Au vice versa. Sasa huyu mtu kwa siku akaamua kwamba yeye anajitolea 3,500 kwa mwezi ni 100,000. Kwa miaka 10 huyu mtu atakuwa miaka milioni 12 na 100,000. Huku UTT atakuwa na kati ya milioni 23 mpaka 25. Ukiwa na milioni 23 mpaka 25 miaka 10 hiyo, maana yake wewe umetengeneza mtaji. Kwa hiyo tuchukulie labda una miaka 20. Kwa hiyo una miaka 30 una mtaji wako wa milioni 25. Ukiwa na milioni 25 unaweza ukafanya biashara kwa siku ukapata hata 20,000 faida. Unategemea. Kwa mfano ukiwa na boda unaweza kununua boda used kwa milioni 25 ukapata boda 10. Boda moja ni 12,000 kwa siku. Kwa mwezi ni milioni 3,600,000 zikiwa 10. Ukiweka milioni 3 kwa miaka mingine 10 utakuwa umeweka milioni 363. Utakuwa na milioni 706 hivi. Sasa fikiri kwamba huyu mtu alikuwa ni fukara. Uwezo wake ilikuwa ni kuwekeza 3,500 kwa siku miaka 20 iliyopita, lakini leo ana milioni 700 na kitu. Kwa hiyo nilianza akasema huku nataka kuharibia bilioni, uliona
Inawezekana vipi? Kwa hivyo wewe mbona nguvu ya buku 3500 kwa lugha ya kitaa tunasema 3500 lugha official, miaka 10 ya kwanza na miaka 10 inayokuja. Ulikuwa na miaka 20 umekwenda 30, umekwenda 30 umekwenda 40. Okay. Hata kama kufika 700 umefika 300, 400 nusu ya hiyo. Bado ni mitaji mikubwa kwa biashara kubwa zaidi. Haijalishi muda. Kwa sababu gani? Hapo umekabiliana na mfumuko wa bei, gharama za maisha, manake unaweza ukazimudu, na pia ustahimilivu wewe mwenyewe unavyokwenda. Bado 40 bado una nguvu, unaweza kuthubutu kitu kingine, unaweza kuendelea huko kwenye mifuko vile vile unavyopenda. Na hiyo hela wakati mwingine malengo yangekuwa ni ya kustaafu mfano. Malengo yako ni ya kustaafu. Wewe nitachukulia kidogo figa ya juu japo hata ya chini pia inafaa. Kwa mwezi unaweza kuweka 500,000. Miaka yako 10 umeweka milioni 60 na 500,000. Itakupa kama milioni 125 kwa UTT. Ishakupa milioni 125, maana yake ni nini? Hii hela inaweza kukupa kila mwezi gawio kwa ajili ya wewe matumizi yako nyumbani. Milioni 1,250,000. Au kila miezi 6 zaidi ya milioni 6. Au utazichukua unapotaka wewe kilichoongezeka. Kwa hivyo unaona utakapostaafu kuna pension ambayo umetengeneza wewe mwenyewe. Lakini kuna pension ambayo utapata kama ulikuwa umeajiriwa na serikali au labda na kampuni fulani, au kama ulianza mapema hiyo 125 kwa mfano mpango wako kwa ni muda mrefu. Mtu unazungumza miaka unaona muda mrefu. Lakini jamani sisi tupo hapa wengine. Nyerere alikuwepo, kaja Mkapa alikuwepo, kaja mzee Mwinyi tulikuwepo, kaja mzee wetu Kikwete, kaja Rais Magufuli, na sasa hivi tuko awamu hii ambayo tupo. Lakini ukiangalia unaona kama vile jana, na hivi ni vitu ambavyo unaweka kidogo kidogo. Kwa hiyo tuseme ile 125 ukiacha pale miaka 10 tu inakuwa kama mara 4. Inakuwa 500 na. Unaona? Lakini sasa wewe kwa mwezi ilikuwa ni wewe mfanya kazi wa kawaida, mfanya biashara wa kawaida, ikifika ile tena ile 500,000 pengine ilikuwa inakwenda kwenye mambo ambayo sio ya maana. Sasa hivi umepeleka kwenye mambo ambayo ni ya maana. Na wako watu wengi wanatumia 500,000 kwa siku au kwa mwezi. Kwa mwezi kwenye mambo ambayo sio ya maana. Mwingine kwa siku, mwingine kwa wiki, mwingine kwa mwezi. Kwa hiyo kumbe ile 500,000 leo unapoitumia vibaya kwa miaka 10 ingekuwa sehemu kama UTT unapishana na milioni 125 kutokana na milioni 60 hivi ambayo ungekuwa umeweka kwa miaka 20 zaidi ya nusu bilioni. Kwa maana yake nyingine unaweza toka baada ya kazi kibarua kimeisha, lakini una mshahara wako mwingine. Na huo mshahara utakapokuwa unatumia nimesema 500,000 miaka 10 wewe umeweka milioni 60 na 500,000 narudia. Utakuwa na kama milioni 125. Sawa. Itakupa si chini ya milioni kila mwezi ya kila mwezi. Na kila unapovuna ile milioni ule mtaji uliobakia pale na yeye unaongezeka kidogo. Maana unasema unaweza kujipa mshahara kibarua kimeisha. Miaka 60 kibarua kimeisha au kustaafu kumekuja ghafla. Kwa sababu na mtu mwingine anapofikiria kustaafu afikiria miaka 60 tu. Lakini kustaafu unaweza kuja kabla. Kampuni imefilisika, maradhi, majukumu ya kifamilia, labda wazazi wanaumwa, unaweza ukaacha kazi kwenda kumstiri babako ambaye anaumwa. Atakapopona au itakapo vinginevyo sivyo ndio karudi tena. Kwa sababu babako lazima na mtu yuko kando. Kwa hiyo mazingira yanaweza kufanya au wakati mwingine maamuzi. Ameingia rais mpya Marekani pale akasema nyie pesa zingine tunapeleka huko za walipa kodi Marekani hazistahili kuja huko. Hivi mfano nyie Tanzania mna maprofesa, mna walimu, miaka ya uhuru yote hiyo, bado tulete hela hapo tuje kuwafundisha msikie wanawake tohara. Hizi hatuleti tena. Sasa na wewe ndio uko unafanya kazi kwenye hiyo kampuni. Utaendelea kuwepo pale. Hivyo ndio umeritaya hivyo. Kwa hiyo kama umejiandaa hata walau miezi fulani wakati unajitafuta kile kibubu ulichokitengeneza au kitenda kibubu digitali ambacho kinaongezeka. Si sawa na hela iko nyumbani. Kinakustiri wewe na familia yako. Kibubu digitali. Hilo neno nimelipenda kama vile vikoba digitali kupata kwa mwekezaji. Kabisa. Sasa labda tusaidie sasa hivi bwana, ukiangalia kwenye gharama za maisha zinapanda. Na kila mtu kumwambia ya jana sio kama ya leo. 10,000 uliosema ya miaka iliyopita sio 10,000 ya sasa hivi. Sasa UTT AMID sasa inamsaidia vipi Tanzania wa kawaida katika mazingira haya? Kwanza kitu cha kwanza kama kuna kitu cha kuishukuru serikali ni kuanzisha hii taasisi. Kwa sababu kwanza katika hali ya kawaida Mtanzania ukitaka kuwekeza, chukulia tu kama sasa hivi umetoka zako kijijini, umekuja mjini unataka kuwa mwekezaji. Lazima uwe na mtaji. Kitu cha kwanza. Na mtaji huu
lazima uwe na sehemu, ila kama ni frame au labda ni genge, lazima uende TRA, lazima uende OSHA, lazima uende vibali vyote vile ambavyo vinatakiwa. Alafu mara nyingi ushakuwa na hiyo, wewe mwenyewe usimame. Kama wewe mwenyewe hujasimama, umweke mtu. Hii serikali ikasema hapana. Unapokuja huko, yenyewe UTT ndio inaenda TRA, yenyewe inatoa gawio serikalini, yenyewe kila kitu. Wewe leta hela yako weka. Na hela yako sio lazima iwe nyingi. Leta 10,000 yako leo weka. Kesho leta 20,000 yako nayo ongezea pale. Kesho kutwa hivyo, muda na nidhamu yako ndio mwokozi wako kupeleka huko kwenye mtaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kama nilivyotoa mfano, itakusaidia wewe kuhuisha pesa zako. Zile pesa zinakuwa nyingi, zikishakuwa nyingi zinakurahisishia wewe kufanya jambo lingine ambalo linaweza likakupa pesa nyingine zaidi. Lakini kikubwa zaidi ni ambacho alizungumza wakati anazungumza kwa upande wa vijana. Kuna kitu kinaitwa mfumuko wa bei. Kwenye vitu ambavyo vinakula pesa yetu kimya kimya ni mfumuko wa bei. Sasa kwa sasa hivi unakuta mfumuko wa bei sasa hivi unakuwa kwenye 3% hivi. Kwa hivyo ina maana hela ikiwa nyumbani inaliwa kwa 3%. Unapoweka hela sehemu, uuliza hii hela nikiweka hapa, mimi faida yangu ni 3% ngapi? Ikiwa chini ya 3% inaliwa na ile tofauti. Kwa hiyo tuseme mfumuko kama ni 3.6 au 3.3, wewe umeweka sehemu unapata 2%, inapoteza thamani kwa sababu mfumuko wa bei ni zaidi ya ile 1% unayopata. Hicho ni kitu cha kwanza. Hapo kitu cha pili ni kwamba kwa sababu hela itakapokuwa imekaa sehemu ambapo inaliwa na mfumuko wa bei au kwa 1% fulani au kwa 1% zote inakuwa haikui, maisha gharama zake, sasa hii ndio tunasema mfumuko wa bei, inflation. Kila inatafuna. Maana yake wewe utashindwa kumudu gharama ya vitu sokoni. Kwa sababu tunavyokwenda, kama ulibahatika kuona mathalan kama babako alikuwa ameajiriwa, nenda kwenye masanduku yake ya zamani, jaribu kupata pay slip yake labda 1970. Utakuta watu walikuwa wanapata mshahara wakati ule 100, 200, 300. Sasa ule mfumuko wa bei ndio umefanya mishahara sasa hivi kima cha chini kimefika mpaka hapo kimefika. Ndio. Na vima vya kawaida au vya Tanzania wengine 800,000, milioni 1 na ngapi. Umeona? Sasa ingekuwa kama wewe hujaweka na mbeleni huku maisha ndio yatakuwa hivyo, unaweza vipi kuyamudu? Alafu ukumbuke kwamba wewe unapokuwa maradhi, kudhoofu, huwezi kuchacharika kama ulivyokuwa unachacharika sasa hivi. Kwa hiyo hata wakati mwingine kuwa na mpango mbadala kama ulikuwa hujajiandaa, unakuwa huna. Kinachobakia, unaanza kulaumu watoto wakuletee hela kama unao. Unaanza kulaumu serikali, mimi nilifanya kazi miaka mingi, pensheni hiyo iliyonipa ilikuwa imetosha. Na hata siku moja pensheni haitoshi, serikali ina watu wengi sana. Na hata wao ambao kwenye mfumo wa pensheni ni wachache, na bado ina wengine wao kwenye mfumo wanatakiwa na wenyewe wahudumiwe. Kwa hivyo imefika saa kwamba tukumbuke sisi wa Tanzania, tujiulize, mimi naifanyia nini kwanza mimi mwenyewe na nchi yangu. Unaona, ili baadaye tusilaumu nchi. Nifanye jambo kwa nchi yangu, nijenge barabara nzuri, serikali nilipe, nitengeneze pensheni yangu. Ni mwalimu nifundishe wanafunzi vizuri, serikali nilipe, nitengeneze pensheni yangu, na bado serikali nayo itanipa. Mimi ni mfanya biashara, si kwenye mfumo mpya, mfumo rasmi wa pensheni, lakini niweke pensheni yangu. Na naweza nikawa na mifuko hata 2 UTT. Kama mwekezaji wetu hapa amesema na mifuko 3. Huu mmoja kwa sababu rate zake zinaweza zikawa mfuko huu ulivyokaa ukanipa kidogo zaidi, lakini hauko stable sana kama huu. Huu uko stable zaidi. Kwa hiyo kwenye stable niweke nyingi, huko ambapo nasema kidogo riski kubwa, profit kubwa, na kwenye niweke mkubwa, nitakuwa na vipension vile ambavyo nitavicombine. Huu mmoja pamoja, hii yote ni pension, lakini huu mwingine pia naweza nikautumia kama dharura. Au naweza nikautumia kwa kitu maalum. Mimi nataka kununua gari miaka 5. Ulizungumza kuoa. Mimi nataka kuoa mwaka ujao. Kwa hiyo nikiweka laki, nitakapoenda kununua suti, baada ya kuomba discount yangu ni ile faida uliyopata kwa kuweka kwa UTT. Je, nikiomba na discount ule nikapewa, discount yangu inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo suti ya 1.5 unaweza kununua kwa laki bila kubembeleza. Kwa hiyo iwe mipango ya muda mfupi, muda wa kati, muda mrefu. Sisi tunasema ni sehemu nzuri. Na huu uzuri unatokana na nini? Licha ya changamoto kama mwingine za hapa na pale, lakini tokea mwekezaji wetu wa kwanza pale UTT AMIS mpaka leo, wengi mpaka leo wapo na wanaendelea, hawatoki. Kwa nini?
kwa sababu mwekezaji anaangalia vitu hivi vikubwa vitatu. Cha kwanza faida, cha pili usalama, cha tatu ukwasi, nikitaka hela zangu nazipata. Sasa zile changamoto tulisema labda tusema siku tatu ndio unapata siku 4. Huduma zingine za kijamii mnafanya ukishakuwa mwekezaji? Labda za bima ya afya na zingine. Kuna mfuko mmoja una bima unaitwa Wekeza Maisha. Unaita? Wekeza Maisha. Huo pia una bima ya afya? Hapa hiyo ni kwa ajili ya maisha. Bima ya maisha. Either ukipata ulemavu wa kudumu au yakakukuta mauti, kidogo na cha familia vizuri zaidi ya ile hela ambayo umeweka na faida ambayo umeipata. Ile familia roache kama umefariki au umepata ajali, utakuwa na hela kwenye uwekezaji ambazo zimevuna kwa hela ambazo umewekeza na mavuno yake, lakini pia utakuwa na kabima kanakuja kanaongezea pesa. Bima kutokana na mpango utakaochagua milioni 1 mpaka milioni 25. Huo unaitwaje mfuko? Wekeza Maisha. Mambo ya mazishi na nini? 500,000 kwenye huo mfuko. Kwenye mfuko. Wekeza Maisha. Ambao kiongoza cha kujiunga sanduku pale uhakika. Kujiunga? Kujiunga kwenye Wekeza Maisha kujiunga kwa inategemea na mpango wako. Inategemea na mpango wako. Malengo ya muda wa miaka 10. Lakini cha chini kabisa 8,340 kwa bima milioni 1. Kufikisha milioni 1 ndani ya miaka 10. 8,340 kwa bima milioni 1. Bima milioni 1. Kumbe maisha yako. Alafu kingine zaidi kwa ndugu zangu wale ambao wanafanya biashara, huhitaji kama una hela UTT unataka mkopo kwenye taasisi za fedha, ingekuwa benki yoyote, CRDB, NMB, NBC, kupeleka hati ya nyumba yako, wewe unakwenda benki, uone serikali ilivyoleta taasisi nzuri, unambia mimi nataka mkopo, unakuuliza una hela UTT, ninayo shilingi ngapi? Ninayo labda 100, au nayo 50, au labda nayo 10. Wanakupa mpaka nusu hiyo hela. Vipande vyako vinakuwa ni dhamana. Kwa ukiwa ukijiunga huuzi nyumba UTT upeleke dhamana ya nyumba au gari, kadi ya gari. Hauzi nyumba, huuzi gari. Kwa wako ile dhamana yako inakuwa ile kujiunga UTT. Sisi huku tunazipiga pini tu. Ukimaliza mkopo kule na ukitaka faida hapa ikusaidie kulipa mkopo, pia tuna trigger faida na kusaidia kulipa mkopo. Ukimaliza mkopo, mzigo wako unao. Nyumba yako ipo, gari yako ipo, watoto wanaendelea na shule kama na nyumbani mboga 3 kama kawaida. Ase ni kupata kabisa. Nasema watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kweli kabisa. Hivi ule mfuko wa kustaafu, wengi unajua changamoto wanaostaafu, ghafla ile mkupuo wa miela ile kwa malundo yale. Wana ushawishi unakuwa mwingi. Mwingine anunua daladala, jenga guest, jenga kitu fulani, biashara ambayo hakuwahi kuifanya. Yaani wanasema wanaingiaga za uso. Wanakuwa na washauri wengi, akishajua mzee anakaribia kustaafu na malundo yake. Lakini huyu mstaafu anaweza kaingia mfuko gani? Anapata malundo yake ya kustaafu milioni 200, milioni 100, milioni 50. Mfuko gani unamfaa zaidi? Asiangaike na biashara sio. Kwa uhakika kwa wastaafu tuna mifuko, wanaweza kuweka mfuko wote kwa sababu haruhusiwa kuchukua faida wakati wote anapotaka. Lakini inayowalenga ni mifuko miwili. Mfuko wa kwanza unaitwa Jikimu. Sasa huu mfuko wa Jikimu ulianza mwaka 2008. Kwa hivyo huu mfuko una miaka 17 sokoni. Miaka hiyo 17 sokoni, shilingi 100 leo iko 197. Umeelewa? Yaani shilingi 100 imekuwa mpaka 197. Lakini kwenye hiyo miaka mwekezaji walau kila mwaka amekula shilingi 10 mpaka 12. Sasa tafsiri yake kifedha, watu mara nyingi wakistaafu wanapata kama ulivyosema donge, si ndio? Wanapata sinia, milundo hiyo, sinia plata. Sasa mimi nimestaafu leo au nilistaafu wakati huo, sasa 2008 nikawa nimepata 100. Wakati huo ilikuwa ni ngumu, lakini milioni 100 ni rahisi kuitolea mfano. Lakini utaipunguza 50, 30, 20 kwa tafsiri yake. Sasa hii milioni 100 maana yake leo iko milioni 197. Lakini kwenye miaka 7 walao nimekula milioni 100, kwa sababu kila mwaka kama kwenye miaka 17 walao nimekula milioni 170, kwa sababu kama kila mwaka nimekula milioni 10 walao
kima cha chini milioni 10, kima cha chini. Miaka 17 maana yake nimekula 170. Kwa hiyo leo na 197, lakini nimekula 170. Ningekuwa sijagusa, ina maana ningekuwa na hiyo 197 kujumlisha 170 walau ninayo, kwa sababu nilikuwa na hela zingine za kula. Na mimi nilistaafu pengine na miaka 55. Sasa hapa miaka 17 ndio kwanza niko baby. Miaka 72 mtu mwingine ukimuona bado yupo. Kabisa. Kabisa. Baby daddy si unaona. Sasa huu mfuko wa kwanza jikimu. Huu mwingine ambao tunasema kwamba unaitwa bond fund au hati fungani. Ule wa kwanza gawio lake huwa kwanza kuanzia wa kwanza gawio lake ni kila miezi mitatu. Basi ukichukua kidogo kidogo kazimwe kuzipangilia kwa mwezi milioni 3 tofauti na milioni 9 saa nyingine au milioni 7,500,000 kwa miaka mitatu kama 2.5 kwa mfano wa ile 100. Kwa hiyo ina maana kwamba tuliona kwamba kama miezi mitatu, kila miezi mitatu akichukua, anachukua donge ambalo anaweza kubadilisha rangi nyumba, ka TV kaliharibika anaweza karudishia. Milioni yake iko pale pale. Milioni yake 100 ndio nakwambia imetoka imefika 197. Lakini huyu mtu kwa miaka hiyo ameshakula 170. Na hii hela ilikuwa anachukua miezi mitatu. Sasa kuna wengine wanasema oho, mimi sikujiandaa vizuri. Kila mwezi nataka kula. Yaani nataka ile 100 yake aliyoipata ya kustaafu. Kwa hiyo ingekuwa 50, ingekuwa 30, tutapigia hesabu. Ile 100 yake aliyoipata anataka kila mwezi ale. Huyu mtu kila mwezi anakaribia milioni 1 kila mwezi kwenye ile 100. Na kwa sasa kwa leo akija akisema anachukua 121. Kwa hiyo mfuko umeanza mwaka gani? Umeanza 2019. Una kama miaka 6 sokoni. Kwa hiyo kila mwaka umetoa walau milioni ngapi? 12. Kwa hiyo chukua 12 mara 6, 72 kala kwenye miaka 6. 72 kala. Akija leo na 121. Ile 100 na yeye 121. Kwenye 21 pale anaweza kumwambia mama, unajua tuje kwenda hata 10. Akakata 5 inatosha, tena ni nyingi. Wakamuona Simba hapa wakarudi, wanaongeza maisha. Mwingine ndo anaongeza nani? Furaha nyingine. Au mateso. Ndio anaitwa baby daddy au? Unahitaji. Wana majina yao kweli, tutamzea akiwa na fursa. Unapewa majina mengi sana. Lakini kwa hiyo kwenye hati fungani anaweza kuchukua kila mwezi. Wale wengine ambao unakuta mtu na biashara zake daladala magenge kila miezi 6, mwingine hataki kila mwezi au kila miezi 6, anachukua anapotaka. Lakini ukitaka uchukue kila mwezi uanzie kuanzia milioni 10 kwenda mbele. Ina maana gawio lako litakuja kwenye laki, milioni 20 kwenye laki 2, milioni 30 kwenye laki 3, milioni 50 kila mwezi. Hati fungani wakati mtaji wako unaongezeka. Lakini ukitaka kila miezi 6 walau milioni 5. Ukiwa na milioni walau milioni 5 kwenda mbele kila mwezi. Huko kwenye mpango huo, lakini unataka ukuze mtaji ufike huko, ndio tunasema anza na 50,000, endelea na 5,500, changisha kibubu na miaka yako 20, 30, miaka 45, miaka 50, ushatengeneza pesa yako pale ya kupaga wewe kila mwezi unaishi. Sasa tusaidie kwenye vikoba mwekezaji. Maka kina mama unajua, una kikundi vile cha wanawake kina jina lake hilo. Rich Dadas. Tusaidie mazingira ya vikoba, unawashawishiji wale ambao wakina mama ulizungumza chikausha damu nini, nimekusikia. Maana unajua una taarifa kuhusiana na mahangaiko ya kina dada kuhusiana na vikoba. Kwanza kabisa akina dada na akina mama tuwe watafiti kufahamu pesa zetu kijumbe wetu anaziweka wapi. Vijumbe mwaka huu mara nyingi mwishoni mwaka wanaumwa wale. Vijumbe waweka hazina, unakuta kwa mfano kama kwenye vikundi au kuna harusi mmeweka pesa zaidi ya milioni 50 kwa ajili ya harusi au kwa ajili ya kikundi mwaka mzima. Sisi tunajua pesa mwana kikundi ameweka kwenye akaunti ya benki. Lakini kumbe pesa ile yule kijumbe wetu kaeka pesa UTT. Kila mwezi namletea 500,000. Kila tukikutana hela yenu yenyewe anaizungusha huko. Yes, kila tukikutana kavaa magauni mazuri, kiatu kizuri, simu. Hela yetu ile? Hela yetu. Ya kikundi, yeye anaizungusha. Mwisho wa mwaka kama sasa anatuletea milioni 50 yetu kama ilivyo. Lakini yeye anakula mshahara wake kila mwezi. Sasa hiyo mtugumburusha. Wanapigwa huko. Vijumbe vijumbe kwa noma. Tupate taarifa. Ndio maana hawa UTT huwa wanatembelea kwenye vikundi.
mpaka mtaani wanawafuata, yani mpaka mtaani wanawafuata. Kwa hilo tuwapongeze sana. Kwa hiyo sasa hawa wanaweza kufaidika vipi wana vikundi kwenye hiyo? Kama kijumbe kagundua kuna faida ya hela yenu nyinyi, anaichukua anaizungusha, anapata faida hiyo hiyo. Hiyo Sasa faida. hao mnawasaidiaje sasa ili wafaidike wote? Yes, kwanza kabisa wajitahidi kupata hiyo elimu, pia wafungue hiyo akaunti ya kikundi. Sisi kuna akaunti ya kikundi ambayo itamwezesha kila mwana kikundi kuweza kupata taarifa za mfuko wake, pesa yake inaongezeka vipi. Pia pesa zetu ambazo tunaziweka UTT huwa zinaongezeka kila siku. Kwa hiyo sasa hivi wameenda kwenye mfumo wa kidijitali. Wana kikundi wote tunaweza tukawa na ile access ya kuona salio likoje. Kwa hiyo tunaweza kuangalia. Kwa hiyo wale waweka sign hawataweza kufanya chochote kwa sababu wote 2015 tunapata taarifa. Kwa hiyo wana vikoba wale badala kuwa na vikoba vile vya kienyeji, wawe na vikoba digitali hivyo ambavyo UTT mna. Kwa wanajisajili vipi? Sasa kuna mfumo mpya, watakuja pale ofisini kwao, wako Sky House, watasema wenyewe ofisi zao zingine, yes. Wanawasajili au wanaandaa muhtasari wao wenye majina yao na namba zao za simu, wanawasajili, wanakuwa na uwezo wa kupata taarifa wote. Sasa hivi wanasema hamna mambo ya kukutana sio nyumba ya mtu fulani kwanza kujadili milioni 50 ilikuwa Japani. Mambo yote tunafanya mtandaoni. Yes. Kwa hata elimu pia sisi kikundi chetu tulipata elimu kwa njia ya WhatsApp. Tuliomba maombi UTT, wakamjoin kwenye group letu, akatupa maelekezo, tukafunguliwa account na tunapata taarifa wote kwenye simu. Hamna haja kwenda kwa kijumbe pale wanamwharibia makochi yake. Hapana. Nini anachakaza makochi na vifaa pale. Yaani kwa hiyo wana kikundi sasa hizi tu aware kwenye hayo mambo. Taarifa zetu. Uzuri tukishafunguliwa account kila mmoja anakuwa na ile account number. Kwa hiyo kila mmoja anachangia. Zile notifications zinakuja kwa mtu. Na kila mtu akichangia pale unapata message, basi mnashare kwenye group lenu la WhatsApp, wote mnapata kujua. Na hiyo fulani kawachangia kiasi fulani. Yaani nilitaka kuzungumza alichozungumza mwekezaji wetu hapa kwamba kwa nini kina nguvu sana. Mimi nataka kidogo nitoe kwa ujumla faida za uwekezaji wa pamoja, kwa sababu wao wanawekeza kama kikundi, maana wanawekeza pamoja. Hebu tuchukulie ndugu yangu Salumu, unataka kwenda Arusha sasa hivi. Nauli halali 45,000 mpaka 50,000. Unakwenda Arusha 50,000 na unarudi 50,000, laki moja. Lakini sasa tuchukulie leo hii Salumu unataka kuendesha gari yako. Unaona vijana wengi sasa hivi wana Crown hizi. Engine 2.5. Ile ukienda Arusha na mpaka urudi inaweza ikawa 500,000. Ndio. Kwa hiyo ina maana kwa sababu umeenda mwenyewe umelipa 500,000. Lakini kama ulienda na kikundi kwenye basi, umekwenda na kikundi na wenzako, maana umelipa 100,000. Sasa kwenye pesa 500,000 ukitoa 100,000, 400,000 ile pale ni faida. Hiyo hapo ni sababu ya kwanza. Alafu kwenye hivi vikundi pia unaweza kuona kitu kingine. Unakuta kwamba mara nyingi tuweze kuingia kwenye uwekezaji, kuna threshold, kuna viwango ambavyo vinakuwa vimewekwa. Kwa mfano kwenye taasisi nyingi za kifedha, akaunti za muda maalum unakuwa umekwenda kuwekeza, zinaanzia 500,000 au zinaanzia 1,000,000. Lakini wewe una laki, ina maana huwezi kwenda kwenye akaunti za muda maalum kwa sababu lazima ufike 500,000 au ufike 1,000,000 kutokana na taasisi ya kifedha. Lakini mimi na wewe tukiwa na laki tukawa watu 20 tuna 2,000,000 zaidi, tuna mtaji mkubwa sana ambapo tukienda kuweka pale tayari tushaingia kwenye uwekezaji ambao wewe mwenyewe usingeweza. Alafu mnapokuwa kwenye kikundi pia mnakuwa mmetengeneza pesa nyingi. Unapokuwa na pesa nyingi ununue reja. Kuna baadhi ya maeneo yetu huku mjini unaweza ukanunua kisukari kwa kupimiwa kijiko. Ile pale ni hali ya chini. Lakini huku mnapokuwa mna hela nyingi ni sasa na mnanunua kutoka kwa mzalishaji au kwenye maduka ya jumla. Kuna unafuu kutoka kwa mzalishaji kuja kwa duka la jumla, kuja kwa duka la reja. Zile tofauti zile unazivunja kwa sababu mna hela nyingi, unakwenda kwenye soko na unaenda kwa nguvu. Kingine kikubwa ni nguvu ya majadiliano. Kwa hiyo zile hela zitapokuwa ziko nyingi ni nguvu ya majadiliano. Ndio maana unakuta mtu mwenye pesa akienda sokoni anamwambia wewe mama, mimi kama ukinipunguzia shilingi 200 nitanunua mchele kilo 100. Yule anapunguza anauza kilo 100, lakini wewe una kilo 10 unamwambia ukinipunguzia 200 akwambia baba mimi sipunguzi. Kwa hiyo hela nyingi pia inaleta nguvu za majadiliano. Alafu kwenye kikundi pia mnakutana na watu ambao wana elimu tofauti. Kwa hiyo mna share ule uzoefu, wengine ni wabobezi na nini, mna share ideas za kuweza kwenda mbele
pamoja. Kwa hivyo sasa unaweza kwa nini vikoba? Sasa kikoba ni kizuri, sio kibaya. Tengenezeni kikoba. Zile sasa amana au msingi, capital, au zile contribution ambazo mmeziweka, jiulize sasa hiki kikoba tushatengeneza pesa. Kila mwezi labda tuna milioni. Hii milioni ili tupate zaidi tupeleke wapi? Moja, tukalime nyanya. 2, tukaanzishe duka wala. Hiyo kulima nyanya tutapigwa hasara. Tuende kwenye labda account za muda maalum, tuende kwenye bondi za serikali, bondi za UTT. Sasa hivi kuna taasisi nyingi hizo. Sijui Timiza, sijui iFund, Fund, Index Fund, sehemu ni nyingi. Kwa sababu mko wengi pale, watu wana knowledge. Kila sehemu unajaribu kuangalia faida na hasara zake. Basi ukiona UTT utapapenda. UTT watu wanapapenda kwa sababu ninazungumza nini? Napenda niongezee swala la kitu cha ziada. Ndani ya mwaka tumeongeza zaidi ya wateja 150,000. Hao ni wateja wengi sana. Na hii ni kutokana na mazingira mazuri ambayo serikali imeweka. Na pesa zaidi ya trilioni 1. Sawa, hivi tusaidie hapo wakati tunakuza fedha. Hivi usalama wa fedha za wawekezaji ukoje? Sasa na hilo ni kubwa na ndio ambalo watu wana tunaweka hela. Kwanza kuna watu wanasema, kwa mfano, kukiwa kidogo na hali fulani ambazo ni hatarishi kwa jamii au nini, mara nyingi watu wanaanza kuangalia usalama wao wenyewe na mali zao. Na mali namba 1 ni fedha. Hii nyumba, magari na mali namba 2. Namba 1 ni fedha kwa sababu ndio inaleta hizo mali zingine. Lazima zinabebwa na fedha. Salama za fedha zetu zitakuwaje? Swali la kwanza mimi huaga nawauliza, kama kuna mtikisiko huo wa kiuchumi, huo wa kisiasa, huo kitu gani, ni sehemu gani inakuwa salama? Ungekuwa huko sehemu yote kwenye financial institution, pengine utakuwa na mashaka. Pengine pesa zingekuwa ziko kwenye assets zingine kama ardhi na nini, pengine unaweza usiwe na mashaka. Lakini hata hiyo ardhi kama pesa imetikisika, hiyo ardhi utainunua kwa bei ya chini, si ndio? Utainunua kwa bei ya chini. Au hata ilivyotokea mfano movement, it was economic and also governing movement ya watu kutoka Dar kwenda Dodoma. Wa rais ambaye amepita hayati. Dar nyumba zilishuka kwa sababu demand ilipungua. Kwa hiyo unaona vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwanza kuna vitu tuelewe kwamba kwenye soko vikitokea haijalishi pesa yako iko wapi. Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu kingine cha pili, kuna watu wengine wanasema hivi, serikali vipi ikapata kidogo crisis haiwezi kuchukua hela? Sasa mimi nawauliza watu, ushasikia serikali imechukua hela ya mtu halali na ambayo imewekwa sehemu? Mimi siwezi kusikia. Ukisikia serikali imekwenda kwenye akaunti yako ya benki, ina mashaka na wewe. Kambala sisi tuna mashaka. Labda money laundering au umezipata kwa jinsi. Huu ni utaratibu. Kwa hiyo ingekuwa huko UTT itakuja kuangalia hapa Salumu na hela ya UTT tuna mashaka nazo. Au Salumu sio kuchukua. Kwa sababu hela za UTT haziweki kwenye akaunti ya serikali. Sasa serikali inashikaje hela ambazo haziko kwenye akaunti yake? Kwa sababu kama tungekuwa tunaweka kwenye akaunti ya serikali, ungesema kwamba mimi nachukua hizi hela za mifuko za wawekezaji. Hela sio za UTT. Za UTT ni za serikali sasa kama kampuni. Za mifuko za wawekezaji. Za mifuko haziweki kwenye akaunti ya serikali. Wewe unanipa hela leo, mimi naipeleka kwenye kuwekeza. Soko la hisa la Dar es Salaam, naangalia hapa kuna kampuni 28. Kampuni A, kampuni B, kampuni C, nimefanya tathmini zinafaa, napeleka pale. Sawa. Hela zingine utamaduni wa dunia nzima zinakwenda kwenye hati fungani. Zinakwenda kwenye maendeleo, project za serikali. Project zile serikali inalipa kama inavyochukua hela World Bank, kama inavyochukua hela labda ADB inakopa. Kama serikali inaweza kukopa hela zetu. Ndio maana tunapata madaraja madaraja pale NSSF, mfano pale NSSF wanavuna zinarudi. Zinarudi. Kwa hiyo hata sisi tungekuwa tumepeleka pale kama waraka wa makubaliano katika uwekezaji unaruhusu, zinarudi. Sasa zinapokwenda ni kule ambapo zinarudi, na wanasema dunia nzima kama unataka kufanya biashara uwekezaji, wekeza kwenye hati fungani za serikali. Kwa hiyo dunia nzima hati fungani. Ukienda benki yoyote ukaambia na hati fungani ya serikali zaidi ya kipande cha UTT, ni dhamana kubwa hiyo inakuwa. Zaidi ya vipande vya UTT. Sasa imekwenda kwa wakati mwingine kwenye corporate. Mataasisi yanataka ku expand operations zao,
Kwa hiyo na wenyewe tunapeleka. Kwa hiyo kwanza kitu kikubwa uelewe kwamba hizo sehemu zote ambazo nimezitaja zina address. Hapa tujasema hela tunampa Mkambala au tunampa Daudi. Au mabinti zetu hapa zinapewa taasisi zenye address. Kwa hiyo kuzitrace zile hela ni sawa. Lakini zaidi ya hapo, serikali ikasema UTT isiwe kiwanja, isiwe refa, isiwe mchezaji. Capital Market and Security Authority wanatusimamia. Mamlaka ya masoko ya dhamana na mitaji wanasimamia nini? Vikokotoo tunavyotumia kuwapa wateja thamani zao, systems, mifumo tunatumia kuwapa wateja nani kuwatunzia hela zao na kuwapa pesa zao na faida. Na game nzima inavyochezwa ina masharti kama mpira, kuna offside, kuna nini, hakuna offside. Kila kitu kiko sawa, wanasimamia. Kuna taasisi zinasimamia. Sasa huku CMSA mara nyingi anasimamia kwenye masoko ya hisa na hizi bond za muda mrefu. BOT anasimamia wapi? Mara nyingi kwenye hizi tunasema short term, ukopeshaji na ulipaji wa fedha ambao uko ndani ya siku 365 na vitu kama hati fungani za muda mfupi za mwaka mmoja. Kwa hivyo mkono hakuna sehemu tunakwenda ambapo tunafanywa auditing kwa kuongezea haraka. Pesa hatukai nazo sisi UTT. Kuna mwangalizi, ni benki ya CRDB. Hatukai na pesa sisi. Kwa hiyo kule ambapo tunapaamini ndio huko pesa zako ziko. Ziko benki ya CRDB, haziko UTT. Sisi tushike hela ile, pale hatuna dirisha tunapokea hela. Alipo au tunatoa hela. Zitaingia kupitia UTT, zitatoka kupitia CRDB, zitatoka kwenye mifumo kuja kwako kupitia CRDB katika mifumo, kupitia mifuko na kwa kufuata waraka wa makubaliano unavyoeleza. Isitoshe bado board of directors tunawajibika kwa TR, tunawajibika kwa waziri na wajibika kwa rais. Unaona, kwa hiyo vitu vimenyoka kabisa. Nikushukuru kwa sababu serikali haiwezi kata na kuna auditing kila mwaka kama inavyotakiwa. Wakati tunamaliza, maana muda unaisha, tupe wito kwa vijana. Maana nianze na Samina hapo, ukaa kimya kidogo. Tupe wito kwa vijana tuhitimishe. Sawa. Ningependa kuwashauri na kuwasihi vijana wenzangu, tuweke fedha zetu mahali ambapo tuna uhakika napo. Tuepuke hizi pressure, nimebeti, hela yangu nimeweka, kijumba amekimbia. Kwa nini? Serikali imetuletea fursa, nawekeza na pesa yangu na hakika itapata faida, itaongezeka thamani na una uwezo wa kuwa naongeza kidogo kidogo. Asante Samira. Amida, maki vikoba huko umepambana wapi wewe? Yes, mimi pia naendelea kuhamasisha vijana wenzangu tupunguze kuweka pesa ndani, lakini badala yake tuanze kuwekeza. Tuwe wawekezaji. Yes, na tuwe na tusilalamike. Tujiajiri wenyewe, mitaji ndio hiyo. Tumalizie wito mimi bwana, waga napenda kutumia maneno magumu kidogo. Ili uweze kufanikiwa ni lazima uwe mkatili. Ni lazima mathalan umezoea kila siku lazima upate maji ya mende 3. Sio lazima kwanza. Ndio. Unaweza kuwa mkatili tu kaacha. Au tuma na kutolea ile usitume. Tuma na kutolea kuwa mkatili. Umeona bwana? Sehemu ambapo unaweza kutembea Bolt si lazima. Kwanza ni afya kutembea. Uwe mkatili kwako wewe mwenyewe kwa sababu nafsi kila saa ina thamani. Alafu pia kitu kingine kikubwa zaidi baada ya hapo ni nidhamu na malengo thabiti. Bila malengo ni sawa na meli ambayo inaishia popote baharini, isijue au isifike kule inako kwenda. Nikushukuru sana kwa hitimisho hilo Bwana Daudi Mbaga. Yeye ni mkurugenzi wa masoko na mawasiliano taasisi yetu ya UTT AMIS. Lakini pia nimshukuru Bi Samira Muhajir, yeye afisa masoko UTT AMIS. Lakini asante dada Amida Ali, mwekezaji huyu. Nilipata kujua maana ya wekezaji leo. Jamani, waitweni wawekezaji na mtembee kifua mbele, kwa sababu UTT AMIS ipo na kwa mwekezaji kwa kiwango kidogo iko cha fedha, unakuwa mwekezaji kama matajiri wengine unaowajua. Mimi naitwa Salum Kamara, lakini nishukuru sana kwa wote waliofanikisha kipindi hiki kuhakikisha kwamba Sema Kweli tupo na tutaendelea kuwepo kwa muda wote katika kuhakikisha kwamba Tanzania unapata ukweli kuhusiana na jambo fulani. Na unapata ukweli kuhusiana na mada yetu husika leo ambayo tumeangazia kuhusiana na mchango wa UTT AMIS kuboresha maisha ya Watanzania. Naitwa Salum Kamara. Asante sana, endelea kutazama video unafuata kutoka hapa Channel 10. Siku njema. Thank you.